Karibu katika historia ya Hamisi Shaban Tale Tale, Babu Tale. Jina lake maarufu ambaye linajulikana katika majina ya wanasiasa wakubwa hapa Tanzania, ambaye vijana wengi wakimwangalia kama ndoto yao ya hapo mbeleni. Alizaliwa siku ya mwisho ya mwaka, yani tarehe 31 Desemba mwaka 1982, mtoto aliyepewa jina Hamisi Shaban Tale Tale, ambaye baadaye angejulikana nchini kote kama Babu Tale. Alikulia katika mazingira ya kawaida kama vijana wengine wengi wa Kitanzania, akiwa na ndoto, tamaa ya kufanikiwa na ari ya kupambana na maisha. Safari yake maarufu haikuanza kwenye majukwaa ya siasa, bali katika dunia ya burudani. Babu Tale aliingia kwenye tasnia ya muziki wakati Bongo Flava bado inatafuta mwelekeo wake. Akiwa na maono makubwa, alijihusisha na usimamizi wa wasanii, na hapo ndipo alipoonekana kwenye mtu mwenye jicho la mbali zaidi. Alikuwa miongoni mwa watu waliolinda na kukuza WCB, yani Wasafi Classic Baby, ambayo iko chini ya mkurugenzi mtendaji Diamond Platnumz. Lebo ya muziki inajulikana ili kubadilisha kabisa tasnia ya muziki hapa Tanzania. Kupitia WCB, Babu Tale alisimamia na kusaidia wasanii waliokuja kuwa wakubwa barani Afrika kama Diamond Platnumz, Vivian Boy, Rayvanny, Mbosso na wengine. Mafanikio ya wasanii hao walifanya jina lake liheshimiwe, lakini pia yakamletea changamoto ya lawama na migogoro ya kibiashara. Dunia ya burudani haikuwa laini, kulikuwa na migongano ya maisha, kesi za madai na maamuzi magumu yaliyomfundisha kuwa umaarufu na gharama yake. Baada ya miaka kadhaa katika muziki, Babu Tale alihisi kuitwa na jukumu jingine, kuwatumikia watu moja kwa moja. Ndipo akaamua kuingia kwenye siasa. Huo ulikuwa ni mwaka 2020. Alichukua uamuzi mzito wa kugombea ubunge kupitia Chama cha Mapinduzi CCM katika jimbo la Morogoro Kusini Mashariki. Wengi walimuona kama mtu wa burudani asiye na uzoefu wa siasa, lakini hilo halikumkatisha tamaa. Katika mchakato mgumu wa kura za maoni ndani ya chama, aliwashangaza wengi kwa kushinda dhidi ya vigogo wa kisiasa. Hatimaye alishinda uchaguzi mkuu na kuwa mbunge, akibeba matumaini ya wananchi waliompa dhamana. Kuanzia hapo, safari yake ikahamia rasmi katika studio za muziki kwenda bungeni, kutoka usimamizi wa wasanii kwenda usimamizi wa maslahi ya wananchi. Hata hivyo, maisha yake hayakukosa majonzi. Mwaka huo wa uchaguzi alimpoteza mke wake, tukio lilomuumiza sana na kumwacha na jeraha la moyoni. Licha ya maumivu binafsi na changamoto za kisheria zilizokuwa zikimwandama, aliendelea kusimama, akijitahidi kusawazisha maisha ya siasa, familia, historia yake ya nyuma. Leo Babu Tale, Hamisi Tale Tale, anakumbukwa kama mfano wa mtu aliyepitia njia zisizo za kawaida kwenye uongozi wa kisiasa, kutoka mitaa ya muziki hadi kwenye viti vya bunge, na simulizi ya kupenda kugeuka, kujifunza na kujaribu upya. Safari yake ya kuonesha kuwa katika maisha mtu anaweza kubadilisha mwelekeo, lakini historia humfuata, na ni juu yake kuamua atatumiaje historia hiyo kwa manufaa mengine. Kama unataka historia zaidi, endelea kutufuatilia kupitia channel yetu hii ya Usiku TV. Mimi naitwa Daud Alexander Scott Rizzi, lakini kabla sijatamatisha, acha nikupitisha katika baadhi ya mambo muhimu, makuzi yake mpaka hivi sasa alipofikia. Babu Tale ni jina maarufu la Hamisi Shaban Tale Tale, ambapo nilikwambia alizaliwa Disemba 31 ya mwaka 1982 nchini Tanzania. Anakumbukwa zaidi kama meneja wa wasanii wa Bongo Flava na mfadhili katika sekta ya muziki kabla ya kuingia katika usiasa. Uhusiano wa muziki kabla ya siasa. Tale Tale ni mwanzilishi wa lebo ya muziki ya WCB Wasafi, moja ya lebo kubwa zaidi ya muziki nchini Tanzania, akishirikiana na wasanii kama Diamond Platnumz, Vivian Boy, Madi, Mbosso, Rich Mavoko. Hiyo ilikuwa ni zamani wakati inaanzishwa, lakini alijulikana kwa kusaidia lebo hiyo kupata mafanikio makubwa ndani na nje ya Afrika, ikiwemo ushindi wa tuzo ya BET Awards, MTV Europe Music Awards kwa wasanii aliwasimamia, akipewa kwa usimamizi wa wasanii wake. Babu Tale alihamia rasmi mwaka 2020 akiwa mgombea wa Chama cha Mapinduzi CCM kwa bunge la Morogoro Kusini Mashariki. Alifanikiwa kupata tiketi ya chama na baadaye kushinda ubunge, akichukua nafasi hiyo tangu Novemba mwaka 2020. Katika uchaguzi wa chama, yani primaries, aliibuka mshindi dhidi ya vigogo wengine, akipewa nafasi ya kugombea ubunge wa CCM.
wajibu wa bunge. Kama mbunge wa Morogoro Kusini Mashariki, Babu Tale ameahidi kutumikia wananchi kwa kuzingatia maendeleo ya elimu, usalama, miundombinu, ingawa safari yake ya kisiasa bado ina ujio wa changamoto mbalimbali. Changamoto na migogoro. Babu Tale amekuwa akikumbana na masuala ya kisheria kutokana na kesi za madeni na ukiukaji wa haki miliki, ikiwemo kesi ya mtu binafsi ambaye ilimkatisha kwa kudai fidia ya milioni kadhaa, kusababisha utata wa kisheria tangu mwaka 2016. Hii ni historia ya Babu Tale, manager wa Diamond Platnumz. Hii Siku TV.